Twakupa sifa Mungu wetu, twakuhimidi Mungu wa rehema, Mungu pamoja nasi. Bwana unayejua mioyo yetu, Bwana utuchunguzaye, watuelewa nje na ndani, waelewa kiwango yenye tuko kirohoni, na waelewa ni sehemu gani tunahitaji kuibadilika, na tunahitaji kukua katika kimo na katika hekima ya neno lako, vile Kristo alivyokuwa katika Luka 2:52. Na asema kwamba Yesu alikuwa katika hekima na kimo, akipendeza Mungu na akipendeza wanadamu. Bwana, nasi tamanio la mioyo yetu kwamba Jehova, tunapokuwa tuendelee kukua katika hekima ya kukujua wewe Mungu, hekima ya kukupendeza na hekima hata ya kukutumikia, ambaye ni siri kuu, na zaidi ya yote tuweze kukupendeza, sio kupendeza wanadamu tu, bali kukupendeza wewe Mungu. Wakati mwingi tunaweza kuwa tunapendeza wanadamu, yote tunayofanya ni kwa ajili ya kujinufaisha, yote tunayofanya ni kwa ajili ya watu waweze kusema mazuri kutuhusu, lakini leo unatuelekeza kwamba tuweze kukupendeza. Usaidie kila mmoja alisikia neno hili na watakaosikia neno hili, ili priorities yetu kama maisha yabadilike, tuweze kutafuta hekima ya wewe, kujua wewe Mungu, sio hekima ya dunia hii ambayo ina muda. Hekima yako ambayo inadumu milele. Na zaidi ya yote tuweze kukua katika upanuzi wa ufalme, na jina lako litukuzwe. Bariki watu wako, tubariki wote pamoja tunapofika mwisho wa ibada hii. Twaomba Mwenyezi Mungu tukishukuru. Nataka tu niweze kuomba kwa jambo moja. Nyosha mikono yako hii katika hali ya kupokea hiyo kazi ya mikono yako. Bwana ananielekeza niweze kukuombea kwa ajili ya hiyo kazi, kwamba Mungu anatumia hiyo kazi kukufanikisha, ili hiyo kazi Mungu anapokufanikisha nawe ukuwe mwepesi kumtolea Mungu kwa shukurani, kwa kutoa sadaka, kwa kutoa fungu la 10, kwa kutoa malimbuko, kwa kutoa sadaka ya shukurani. Tunamrudishia Mungu tukisema, Bwana asante, maana umetupa na umetubariki. Baba Mwenyezi, unabariki watu wako, nasama wanaofanya biashara, nasama wanaofuka mifuko, nasama wanaofanya kazi ya bodaboda, nasama wanaofanya kazi hata ya nyumbani. Mwenyezi Mungu, ukasema kwamba, kaambia Musa alipokuomba na akasema siwezi enda hii safari, na akaona kwamba hawezi, na ukamwambia uko na nini mkononi, na kweli aliyokuwa nayo ndio ulitumia, ikawa baraka na ikawa ushindi na mbele ya Fero. Yenye tuko nayo, biashara tuliyo nayo Bwana, kazi tuliyo nayo Bwana Jehova, mifuko tuliyofuka nyumbani, ndio umetubariki nayo, ili anapozalisha Bwana tuweze kutoa kutokana kwa hiyo. Bwana, tunakemea roho ya uchoyo, tunakemea kila roho ya ugumu wa kutoa, tunakemea kila roho ya kuahirisha kutoa. Tunalaani hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba uwepesi uwe ndani mwetu, ili tuweze kutoa kadri na vile unavyotubariki. Bwana, Abrahamu alitoa nadhiri na akasema, Bwana, katika hii safari utakaponifanikisha nami nitatoa. Na kweli alipofanikiwa, na akarudi na akatoa dhabihu ya shukrani na hata fungu la 10. Na hata Yakobo alipoenda katika safari na akaota akiona ngazi kwenda mbinguni, na akawa na vita na kupigana na wewe, kumenyana na mieleka, alipoamuka na akatoa dhabihu ya shukrani. Bwana, tuombe tusaidie tuweze kuwa wepesi wa kutoa katika viwango mbalimbali unayotubariki nayo, nasi tuwe wepesi kubariki kazi yako. Asante, mahali tumefika tunatambua umetuwezesha. Twakupa sifa Mwenyezi Mungu. Bariki watu wako, endelea kuwafanikisha, na wanapoendelea kutoa hakika watakosa chochote bomani mwao. Mifuko yao itanawiri, mifuko yao itazaa mapacha. Mwenyezi Mungu, na hata kuku na biashara yote wanaofanya itasitawi katika jina la Yesu Kristo. Utawalinda dhidi ya yule mwovu,
na ule mharibifu. Mwenyezi Mungu, wanaofanya kazi ya ususi, wanaposu